Uzangu katika imani, tumshukuru Allah maana ni siku nyingine tumeweza kuonana tena, si kwa uwezo wetu isipokuwa ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwenye group kule nimesikiliza voice, alhamdulillah, mashaallah. Naona jitihada ni kubwa sana, jitihada ni kubwa na juhudi naona ni kubwa sana, mashaallah. Allah walipe kila la kheri na Allah awazidishie kila la kheri. Ndugu zangu katika imani, kweli watu wanatafuta elimu, mashaallah. Yani nimeamini kweli watu wanatafuta elimu. Bidii na juhudi ambayo ninayoiona, mashaallah, ni kubwa sana, mashaallah, alhamdulillah. Pia watu wanasoma kadri Allah alivyowajalia. Yani mtu anatoa tamko, mashaallah, kama ni khair anasisitiza kwa kutoa, kama ni wow anaitoa vizuri, mashaallah. Hilo ni jambo la khairi pia. Kwa hiyo tusisite, tusiogope kuendelea kutafuta elimu ya Allah kwa upana na kwa ukubwa na kwa mbali zaidi. Hiyo kasi tulioanza nayo, hiyo tunamaliza nayo inshallah biidhnillah ta'ala. Bas, jana tulikomea njiani, mtandao ulisumbua kidogo, nikatuma taarifa kwenye group. Kwa hiyo leo tutarejea kidogo kwa yule ambaye aliuliza swali jana, lakini pia tunaweza tukaacha hilo swali lilikaa mwisho. Tutaendelea na somo letu lingine kwa siku ya leo insha Allah ta'ala biidhnillah tabarakahu wa ta'ala. Tunaendelea kama ifuatavyo. Alielekezwa jana ustaz. Naam. Alielekezwa jana na mwanafunzi mwenzake. Oh, mashaallah, mashaallah. Allahumma barik, Allahumma barik. Safi sana na Allah azidishie kila la kheri. Mashaallah. Sasa leo tunaendelea na darasa letu ambalo ni kule katika kuweka irabu zile ambao ni irabu ya fatha. Tunaendelea nayo siku ya leo. Mashaallah. Haya. Leo tunaendelea na herufi gani? Kama mnakumbuka vizuri, jana tulikomea kwenye herufi gani? Tulikomea kwenye herufi ya shin. Tulikomea kwenye herufi ya dal. Leo tunaendelea kwenye herufi ya dhal. Tunaendelea herufi ya, tulikomea shin. Naam, tulikomea shin. Tulikomea shin, yani sharaja. Okay, shaya. Okay, leo tunaendelea na herufi ya swad. Kama tunavyoona swad hiyo hapo, swad fatha swa, swa, swad fatha swa, swa, dal fatha da, da, swada, qa fatha qa, qa, swada qa, fa fatha fa, fa, swad fatha swa, swa, fa swa, lam fatha la, la, fa swa la, nun fatha na, na, ka fatha ka, ka, na ka, swad fatha swa, swa, na ka swa, na ka swa, ضاد فتحة ضاء ضاء، راء فتحة راء راء، ضارا، باء فتحة باء باء، ضربا، حاء فتحة حاء حاء، ضاد فتحة ضاء ضاء، حاضا، راء فتحة راء راء، حاضارا، فاء فتحة فاء فاء، راء فتحة راء راء، فارا، ضاد فتحة ضاء ضاء، فرض، طاء فتحة طاء طاء، باء فتحة باء باء، طابا، عين فتحة عاء عاء، طبع، فاء فتحة فاء فاء، طاء فتحة طاء طاء، فاطا، راء فتحة راء راء، فطر، باء فتحة باء باء، سين فتحة ساء ساء، باسا، طاء فتحة طاء طاء، باساطا، ضاد فتحة ضاء ضاء،
لام فتحة لا لا ظلا ميم فتحة ما ظلم نون فتحة نا ضاد فتحة ضا ناظر را فتحة را Mwalimu ناظر. samahani, hatuoni. Hamuoni? Okay, Hapo tunaona sasa. okay, inaonekana eh? Hapana, hapo sawa. Okay, narudia tena. Tumeruka darasa moja. Okay, narudia hapo. Tuko kwenye dali. Okay, tuko kwenye swadi. Hapa tulikuwa kwenye dali jana. Jana tulishia kwenye dali au tulishia kwenye shin? kwenye Kwenye shin, dali. Hapana. Tulishia kwenye shin, tulishia kwenye dali. tuliishia kwenye shin ambayo tuliisoma kwamba ni shin fatha sha sha Tuliishia kwenye fatha dari ustaz. Hatakuwa tujamalizia maana shehe ndogo. Tuliishia kwenye dari. Assalamu alaikum. Tulishia kwenye dali. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna kelele nyingi sana mwalimu. Okay, basi tuongee mmoja mmoja, tukumbushane tulishia wapi jana. Na feni watu wamewasha, sijui ni feni sijui ni nini, hatusikizani vizuri kwenye nani. Okay, Wote ingetakiwa tuzime maiki. okay. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nadhani kwa manufaa ya wote basi tungeanza kwenye dali then tuendelee mbele. Okay, mimi nimeunga rai hapa, tuanzie dali eh? Naam. Okay, hapa dali. Nadhani kama tulisoma mpaka kwenye dali. Nadhani tuliishia Dali hapa. tumeisoma mwalimu. Kwa hiyo tutaendelea hapa kwenye dhal. Naam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dhal fatha dha, dhal fatha dha, ha fatha ha, dhaha, ba fatha ba, dhahaba. Ka fatha ka, dhal fatha dha, kadha, ba fatha ba, kadhaba. نون فتحة نا با فتحة با نابا ذال فتحة ذا نابذا. اوكي نendelea. را فتحة را فتحة را جيم فتحة جا راجع عين فتحة ع رجع تا فتحة تا را فتحة را تارا كا فتحة ك تارك. اوكي حا فتحة حا ضاد فتحة ضا حاضا را فتحة را حاضارا زال فتحة زا عين فتحة ع زاع ميم فتحة ما زاعم عين فتحة ع زال فتحة زا عازا ميم فتحة ما عازما لام فتحة لا با فتحة با لا با را فتحة را لا بارا زال فتحة زا لا بارزا سين فتحة سا را فتحة را سارا قا فتحة قا سارقا كا فتحة كا سين فتحة سا كاسا با فتحة با كاسبا عين فتحة ع با فتحة با عابا سين فتحة سا عاباسا. اوكي
shin fatha sha sha, ka fatha ka shaka, ra fatha ra shakara, ka fatha ka shin fatha sha shaka, no, ka fatha ka shin fatha sha kasha, fa fatha fa kashafa. Endelea, tunaendelea. Tutasimama, tunaendelea swali. Kwenye zoezi nitatuma hizi mbili, alafu utachagua kipengele gani unaweza ukasoma. Kipengele gani unaweza ukasoma, yani kwenye jedwali la kwanza utachagua nani moja, paragrafu moja. Jedwali la pili utachagua paragrafu moja, nitaelezea. Tunaendelea na swali. Swad fatha swa, dal fatha da, swada, qa fatha qa, swada qa, fa fatha fa, swad fatha swa, fa swa, lam fatha la, fa swala, nun fatha na, ka fatha ka, naka, swad fatha swa, naka swa, ضاد فتحة ضا، را فتحة را، ضارا، با فتحة با، ضربا، حا فتحة حا، ضاد فتحة ضا، حاضا، را فتحة را، حضرا، فا فتحة فا، را فتحة را، فارا، را ضاد فتحة ضا، فرضا. اوكي، tunaendelea. طا فتحة طا، با فتحة با، طابا، عين فتحة ع، طابع، فا فتحة فا، طا فتحة طا فتحة طا، فطا، را فتحة را، فطر، با فتحة با، سين فتحة سا، باسا، طا فتحة طا، باساطا، ضاد فتحة ضا، لام فتحة لا، ظالا، ميم فتحة ما، ظلما، نون فتحة نا، ضاد فتحة ضا، ناظا، را فتحة را، نظرا. اوكي، عين فتحة ع، با فتحة با، عابا، دال فتحة دا، عبدا، جيم فتحة جا، عين فتحة ع، جاع، لام فتحة لا، جعل، شين فتحة شا، را فتحة را، شارا، عين فتحة ع، شارع. Haya, baada ya kusomeana hizo herufi, tunapeana maangalizo kidogo kuhusiana na herufi ambazo mara nyingi huwa zinatusumbua katika uunganishaji wake. Mfano, dhal fatha dha. Tulisema dhal, ng'ata ulimi kisha utamke dha. Inyime hewa kutoka nje wakati umeng'ata ulimi. Kuna watu wanasema zal fatha za. Kwenye zal pia wanasema zal. Kwenye dhal wanasema zal. Hapana, ni makosa. Inyime hewa kutoka nje kisha ng'ata ulimi alafu tamka dhal. Kwa hiyo ni herufi dhal. Dhal fatha dha. Ha, toa kifuani. Ha fatha ha. Ba fatha ba. Dhahaba. Angalia hii he ilivyo na ilivyounganishwa hapa. Angalia he ilivyo na kisha ilivyoongezwa hapa, ilivyounganishwa hapa. Very simple, inaeleweka. Tukija kwenye kafu, kuna siku mtu aliuliza kama kafu ndo hivyo basi ikiwa mwisho inakuwa na alif, inakuwa na kama hamza juu yake. Je, ikiwa mwanzo huwa inakuwaje? Ndugu zangu, mwanzo inakuwa hivi. Umeona, nilichora kama hivi kaf. Utakapoona sehemu yoyote ile
iwe ni katika andiko la kawaida au ikiwa katika Qur'ani, ujue ni kaf. Andiko lake linakuwa hivi, inakuwa kama imejikunja ikajikunja ikatoa, alafu mbele inakuja herufi yoyote ambayo inatakiwa kuunganishwa naye. Kwa mfano hapa ni kadhaba. Kwa mfano hapa ni neno kadhaba. Kaf ikiwa mwanzo itasomeka, itaandikwa hivi. The same ikiwa katikati itafanania na hivi kidogo. Ikiwa to the middle itafanania kidogo, lakini kwa mwanzo ni hivi hapa ndugu zangu. Tuelewe, tusikariri. Tuelewe, tusikariri. Kafu ikiwa mwanzo inakuwa hivi. Nadhani hapo kwa yule aliyeuliza siku zile amepata kuona kwa uzuri zaidi. Haya. Na, ba, dha. Nun ina nukta moja juu, ba ina nukta moja chini. Nadhani kwa kuunganisha tunaona hapa. Inaeleweka kabisa. Vizuri kabisa. Nadhani tuko sawa ndugu zangu katika imani. Nadhani tuko sawa na tunaendelea. Haya. Najaribu kutoa brief wa uunganishaji wa herufi. Haya. Rajaa. Ili ni neno rajaa. Jim na ain zilivyounganishwa lazima uendane nayo. Taraka. Taraka tunavyoona hapa. Kama unavyoona kaf ikiwa mwisho inajitegemea. Naam Sheikh. Assalamu alaikum. Naam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana niulize kidogo kabla hatujasogea mbele. Ukiangalia hapa kwenye nabadha hii nuni imeunganishwa. Nilikuwa nauliza hapa kwenye kadhaba, mbona hii nuni ya mwisho haijaunganishwa na dha? Kwenye kadhaba. Kwenye kadhaba nuni ipo mwisho, hatuja kwenye kadhaba hakuna nuni. Hiyo ni ba. Hiyo ba haijaunganishwa. Ndio. Okay. Hauwezi kuunganisha dhal na be. Ukiunganisha hiyo dhal itakuwa ni nuni tena, inakuwa so dhal. Kwa dhal ni miongoni mwa herufi ambayo haiunganishiki. Ikiwa katika itaunganishika ikiwa mwisho. Sawa. Kama unaona hapa dhal hapa imeunganishika ikiwa mwisho. Ikiwa katikati itajitegemea. Umeona, let's say ukiunganisha hapa kitakachotokea hapa ni itakuwa tena ni nuni. Naam, nimekupata kutosha. Shukrani. Mashaallah, barakallahu fika. Naam. Naendelea. Kuna message hapa. Sisikii sauti tu, video sipati. Nasikia sauti tu, video apate. Haya, msaidieni ndugu yangu katika imani huko, labda ameweka. Haya, mtamsaidia. Haya, tunaendelea hapa kwenye rajaa. Ra fathara, jim fathaja. Unaona rajaa ilivyo, jim ilivyoungana na ain. Isikusumbue. Wewe angalia tu jim ina nukta moja chini. Lakini pia angalia muundo wake wa juu ulivyo. Yaani imeanzia hivi. Alafu na aini ilivyounganishwa nayo. Haya. Taraka. Unaona neno taraka. Ta na re zimeunganishwa, kaf ikajitegemea. Ina maana kaf ikiwa mwisho inaweza ikaunganishwa au ikajitegemea. Kwa hiyo hapa imeshindwa kuunganishwa re na kaf kwa ajili re siyo herufi ya kuunganisha ikiwa katikati. Mwanzo inajitegemea, ikiwa katikati unaweza ukaunganisha ikiwa katikati unaweza usiunganisha, yani hauwezi kuunganisha isipokuwa tu mwisho na katikati kama hivi yenye kujitegemea. Umeona katikati yenye kujitegemea kama hivi ndio unaweza
ukapata katika namna kama hiyo, lakini useme eti uunganishe re, haiwezekani, yani hata kwenye akili yenyewe haiji. Kwa hiyo hapa inajieleza yenyewe kabisa, hapa ni taraka, ikafu imejitegemea yenyewe, lakini kuna herufi ambao unaweza ukaja ukaunganisha pamoja na kafu zikaungana. Hadhara tunaona, angalia hii dhad ilivyo, dhad ilivyounganishwa, hadhara. Angalia hii dhad ilivyounganishwa, kimekunjwa kikashuka chini kidogo, ilivyokunjwa ikashuka chini kidogo, kama kamkia kameshuka kidogo pap. Hiyo lazima uende nayo, ukiona hivyo ujue ni dhad. Sasa naendelea hapa, kuna zaama, hii ni maarufu na inaeleweka. Angalia ain, aini ya hapa, aini ikiwa mwisho ni tofauti na ikiwa mwanzo au to the middle. Alhamdulillah, nadhani hapa ninaeleweka vizuri. Nachojaribu kusema, aini ya hapa nilipochorea na aini ya hapa inaonekana ni tofauti. Hii aini ya hapa huwezi kuileta hapa, huwezi kuiandika hapa, ni uongo, itakuwa ni uongo mkubwa. Huwezi kuandika aini ya namna hii ikaja hapa. Ya hapa itasimama kuwa hapa na ya hapa haiwezi kuja hapa, kila moja inajitegemea. Kwa hiyo kwa mwanzo huwa inakuaga hivi, ikiwa yenyewe mwanzo inakuaga hivi. Hata kama hii zal ingekuwa haipo, hii aini ingeanza kwenye mfumo kama huu hapa. Kwa mfano nataka kuandika ama, ingekuwa hivi tu basi. Naam, swali? Sio swali, najaribu tu namna ambavyo nimeelewa kidogo. Naam, ni kwa jinsi ulivyozitofautisha hizi mbili. Ukiangalia hii aini inaonekana ikiungwa inabadilisha umbo lake, lakini yenyewe ikianza kama mwanzo ikaunga herufi inabaki kwenye umbo lake. Sawa sawa. Kama hapa zaama, hapa naona bado umbo lake halijapotea sana, tofauti na ile ya juu. Ya huku kidogo ina appearance kama ya hapa. Ndio. Ya huku imepotea kabisa, inaweza ikakuchanganya ukasema imekuwaje? Tuendelee mwalimu. Naam. Haya, tunaendelea na hapa azama inaeleweka, hapa inaonekana, na hapa mimu hauwezi kuunganisha kwa ajili ya zal. La baraza, la baraza, angalia hii ra na zal zimekutana, hauwezi kuunganisha. Lakini lam, angalia ilivyojitokeza hapa, lam imejitokeza, imesimama, alafu ikaja ba mbele yake, lazima uende nayo hiyo, sio kasema hii ni alifu. Unaona huku ni lam, alafu unaweza kuchana ukasema mbona imekaa kama alifu, alifu imeunganishwa. Hapana, hiyo ni lam. Haya, endelea. Sharaka na saraka, saraka inaeleweka, hii hapa inaonekana vizuri, iko clear. Na kafu ikiwa mwanzo tunaiona hii hapa, aini ikiwa mwanzo inaonekana hapo. Nadhani hizi ziko clear. Shakara, nije hapo kwenye shakara, angalia kafu ikiwa katikati inaonekanaje. Inaonekana katika sampuli ya hivyo, na ikiwa mwanzo inaonekana hivi. Nilisema hazitofautiani sana. Naam, karibu dada Swali. Hapo kwenye naam, sawa, tumeelewa, lakini kuna alifu zingine hazina hamza juu. Kwa mfano kama alifu ikiwa yani imetangulia kwenye neno, inaunganika. Mfano umesema hapo kwenye lam. Ndio Tumeelewa hiyo lam, kwa sababu pia hapa tunasoma alifu ina hamza juu. Kwa mfano alifu ikiwa
haina hamza ikiwa mwanzo wa herufi inaunganika? Hapana, haiunganiki. Alifu haiunganiki, Inajitegemea yenyewe kwa yenyewe. najitegemea. Na hapo tutaelewa, kwa sababu kuna wengine tutajichanganya lamu au alifu. Kwa hiyo alifu inajitegemea, hiyo inakuwa ni lamu. Alifu haiingiliani na inajitegemea yenyewe, haisimami na herufi nyingine. Shukrani. Haya, karibu dada. Okay, sadaqa, angalia swadi ilivyo. Sadaqa, angalia swadi ilivyokaa. Faswala, angalia swadi ilivyo pia na lamu ilivyounganishwa nayo hapo. Nakaswa, angalia kaf ilivyo ikiwa katikati na swad ilivyo. Dharaba, angalia dhad ilivyo. Dharaba, angalia dhad ilivyo ikaunganishwa na re. Hadhara, angalia dhad ilivyo. Hadhara. Faradha, angalia hii fa ilivyo na dhad ilivyo. Talaba, tabaa, angalia hii ta, angalia ta ilivyo. Tabaa, haijatofautiana sana ikiwa mwanzo, kama inaeleweka. Sema tu pengine mtu atatofautisha neno dhad na ta na dha, anashindwa kutofautisha. Kuna wengine hata akisoma wanaziruka kabisa, wanazikimbia. Fatara, hiyo fa na ta. Hiyo ta ikiwa katikati inasimama hivi, na ta ina uwezo wa kusimama mwisho ikiwa hivi. Basata, umeona ilivyo ikiwa mwisho hivyo, na ikiwa katikati inasimama hivyo. Ta haina mkato mwingine. Haya, hii hapa ni dha dhalama. Dha inasimama hivyo hivyo, haina mkato wala nini. Na hii hapa ni lam. Nadhara inasimama hivyo hivyo. Dhad haina mkato. Abada hapa. Jaala, angalia aini ikiwa katikati inafananiaje. Ajala, unakuwa nayo makini kidogo. Na sharaa ikiwa mwisho inakuwa hivyo kwa ajili ya hira, hauwezi kuunganisha na ain. Okay, nikaribishe maswali kwa muda wa dakika 10 zilizobaki hizo, inshallah taala, kwa wale ambao wanahitaji kuuliza maswali biidhnillahi tabarakahu wa taala. Nakaribisha maswali. Swali. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ghaini ya jaqala hapa, hii naona kidogo naye ina changamoto. Nilikuwa najaribu kurejea hii ilivyoapia hapa na ile ya kwanza kabisa kule kwenye tulivyosoma kwenye tabaka. Ndio. Tabaa ni hiyo kujuu kabisa, si ndio? Umeona hii aini ikiwa mwisho inavyoonekana. Hii aini ikiwa mwisho inaonekanaje? Nadhani ndio herufi kidogo kwa mimi kidogo inabadilika, lakini kuna herufi zingine kwa kweli mashallah hazisumbui kama twa, dha. Ni hii aini kidogo ndio ina changamoto kidogo, lakini inshallah biidhnillah tutaendelea kuihifadhi taratibu.
Amin inshallah. Allah awasimamie katika hilo brother. Inshallah unahamasisha wenzako wajitahidi zaidi mashaallah. Alhamdulillah. Haya, mwingine kama kuna swali. Naam, Sheikh Ramadhani. Sheikh Ramadhani nakuruhusu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nipo kwenye hii aini ambayo iko mwisho. Ndio aini ambayo iko mwisho. Na tatizo inafanana kama na ha au jim. Inafanana nini? Kama inafanana na ha. Ha. Naam. Kwa nini unasema inafanana na ha? Jinsi ilivyokaa yani huko mwishoni. Ndio. Hebu shusha chini nani hii screen hapa kwenye nini, shusha kidogo nione kwenye nini. Sheikh, naona kama umepotea, sijui ni mimi peke yangu. Hapana, naona mwalimu ana changamoto mtandao. Utakuwa mtandao. Naona mtandao. Sawa, tufanye subira. Tujifanye kwa subira kidogo, ndio changamoto mtandao. Naam. Kuda kaza mwishoni. Aloelewa swali lilouliza jamani ajibu. Mwalimu karejea ila hasikiki. Mwalimu umenyuti mic. Network imenikimbia hapa, nimehangaika nayo naona. Naam. Pole. Asante. Naam, kulikuwa kuna swali hapo linaulizwa. Naam, akhi, hapo kwa faida. Mwalimu, screen hatuioni. Naam. Screen haionekani, screen. Okay, ubao haonekani. Ubao unauona hapa. Ubao huwa hapa ndugu yangu. Ubao umeonekana. Naam. Mwalimu, naendelea kwenye swali mwalimu. Bismillah. Nilikuwa naulizia hii aini ambayo iko mwisho kwenye hii herufi ya twa. Ndio. Ambayo kuna twabaa. Twabaa, hiyo hapo tumeiona. Twabaa hii hapa. Hiyo hii hapa ndio. Sasa hii aini mwishoni hapa naona inafanana kama na ha. Okay, na ha. Ikiwa na ha, kama na ha huwa inakuwa inaongezeka chini kama hivi. Ngoja nikuchoree.
kama ha inakuwa inaongezeka hivi. Umeona hapa ilivyo? Inaongezeka kitu hapa hivi. Yaani inakuwa hivi. Umeona hivi? Ha inakuwa hivyo. Mwalimu samahani. Acha hiyo Wamewasha mic on, tunashindwa kusikia vizuri. Vyombo vyao vingine vina Okay, alikuwa anauliza swali. Naam, Sheikh Ramadhani, nakuchagua. Ustazi, ubao hauonekani, sioni. Ubao tayari nilishauonesha. Naam, Sheikh Ramadhani, uliza swali. Nipate maelekezo, labda nakosea wapi sijui maana. Naam mwalimu. Tumalize. Nazungumzia ile ha ambayo haina nukta juu. Achana na hiyo ha ya iliyoko kama namba 8. Ndio. Nazungumzia ile ha ambayo haina nukta juu, ndo naifananisha na hii aini hapo. Ha ambayo haina nukta. Naam. Kuna ha ambayo haina nukta au he, anamaanisha he. Inamaanisha hiyo he ya kutoka kifuani ile. Naam. Hiyo. Okay, unasemea he hapa. Unaisemea hii hapa. Vipi? Umeona idhahaba. Unasemea he. Hapana, sio hiyo sasa. Ile ya nyingine, acha ile inayofanana na jim. Ya kutokea kifuani ile kama jim. Ile ambayo naam, hiyo ambayo yes. Okay. Sasa hii hapa unavyosema inafanana, hii hapa utofauti wake ni upi? Hii ikiwa mwisho inakuwa hivi. Yaani ikiwa mwisho wa herufi itajitegemea kwa kuwa hivi, ikiwa mwisho. Lakini ile aini ikiwa mwisho itakuwa hivi. Au itakuwa hivi. Hiyo ni aini ikiwa mwisho. Aini ikiwa mwisho, narudia, itakuwa hivi. Mwisho, yani kwa mfano itaunganishwa na herufi nyingine, labda chukulie hivi, umeona inakuwa hivi. Hiyo ni aini. Lakini kwa ha itakuwa hivi. Alafu hivi inashuka, yani inakuwa hivi. Mfano wake wa hivi. Hiyo inakuwa ni ha ikiwa mwisho. Lakini aini lazima ianzie hivi, iende hivi, iende hivi, ishuke iende hivi, inakuwa ni aini. So ichore kama hai kuchora no. Yaani kwa mfano ni hivi, inaenda hivi, inaenda hivi, inaenda hivi, itashuka hivi. Hiyo inakuwa ni aini. Ha itajitegemea. Kwa mfano ha. Nataka uandike ha. Alafu utakuja tena ha, utaichora hivi, itashuka. Sio hapo nitakuwa nimeeleweka? Asante, nimekuelewa. Samahani kidogo hapo. Naam Sheikh Haruna. Hapo alipouliza Ramadhani. Hiyo aini tunayo hapo na tunaiona ikiwa mwisho. Tunaweza tukapata neno lolote ambalo ha iko mwisho ili tuone namna ambavyo inaungwa au inavyojitegemea. Okay, kama tunaweza kupata ingekuwa vizuri tuende huku tuangalie herufi ambayo itakuwa na he mwisho inayojitegemea. Ustazi, angalia somo tuliopita. Iko Ndiyo, somo tuliopita.
Mashaallah, shukran kwa kunikumbusha haya. Ngoja tuangalie mara moja haraka. Wanafaha. Okay. Sharaha. Ili hapa. Sharaha. Mbona hii Wanafaha pia. Haya, wanafakha, wanafakha, hiyo ni khe. Lakini hapa kwa chini wanafakha, umeona inapokuwa wanafakha. Shukran dada kwa ukumbusho, mashaallah, barakallahu fika. Umakini huo unaonyesha. Inaonekana hapa. Umeona wanafakha. Umeona mwisho hii inajitegemea ilivyokuwa inajitegemea. Ikhe ni kama he tu. Ukitoa nukta hapa inakuwa nini? Ni he. Kwa hiyo hebu angalia ikiwa mwisho inavyojitegemea yenyewe. Nadhani hapo tumeelewana. Naam, tumeelewana. Naam, imekaa vizuri. Inshallah. Sijajua kama kuna swali lingine. Nadhani somo limeeleweka. Wakina baba tujitahidini kutuma ofisi. Shekhe. Naam, brother Yakubu. Samahani, mimi nimetuma meseji yangu, ninaomba huu mpangilio uliosomwa leo tuupate mapema ili tuufanyie mazoezi kabla hatujatuma voice note zetu. Okay, inshallah nitazungumza na Ustadh Najashi aweze kutuma darasa la leo. Alafu mpangilio ni kama ufuatao. Naanza kutoa hapa mwongozo kabisa. Maana tukimaliza hapa tutafunga darasa direct. Mpangilio ni kama ifuatao. Leo tumesoma darasa mbili. Tumesoma kuanzia dhal tukaja na swad. Kwa hiyo hapa kwenye dhal hapa kwenye dhal hapa chagua moja usome ra, usome za, usome sa au usome sha. Chagua moja. Sawa? Au kwenye dhal hapa, kwenye dhal hapa chagua usome hii dhal moja tu, yani usome dhal fathadha, yani wewe kadhaba, nabatha, yani hii yote nzima hii. Usome dhali yote nzima, ni kuanzia hapa mpaka mwisho. Au ra, soma kuanzia hapa ra yote mpaka mwisho. Lakini iwe moja. Yani usisome dhal, usisome ra, usisome zal, usisome sin, usisome shin. Chagua dhal tu au za tu au sin tu au shin tu. Halafu kwenye swad bad, ta na dha na ain, chagua kati ya hizo, usome ipi kati ya hizo 4. Chagua moja. Huu ndo mwongozo inshallah leo tutaufanyia kazi, maana tumesoma mbili na pia kule tunarahisisha voice note isiwe na dakika 3. Kuna voice note na dakika 3, kuna voice note na dakika 5. Kwa hiyo tunapofanya hivi kati na kati, alwasitatun inaturahisishia sisi, hata kama ikija voice na dakika 1 fupi yenye kueleweka inakuwa khairi na aula zaidi. Sijajua kama kutakuwa kuna swali. Ndio mwalimu, sasa kama sisi